Ujaji wa matumaini, matumaini hayakatishi tamaa. Karibu kwa masomo ya misa. Mei tarehe 14, siku ambayo mama kanisa huadhimisha sikukuu ya Mtakatifu Matia ambaye ni mtume. Mtakatifu Matia alichaguliwa kuwa mmoja wa mitume 12 ili kuchukua nafasi ya Yuda Iskarioti aliyejinyonga. Mtakatifu Matia, utuombee. Somo la kwanza, Matendo ya Mitume, sura ya kwanza, mstari wa 15 hadi 17, kisha mstari wa 20 hadi 26. Kura ikamwangukia Matia, hivyo akahesabiwa kuwa pamoja na mitume 11. Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Siku zile, Petro alisimama kati ya ndugu waliokutana huko, walikuwa kadri ya watu 120. Akasema, enyi ndugu, andiko aliloagua Roho Mtakatifu kwa kinywa cha Daudi kuhusu Yuda lilipaswa kutimia. Yuda huyo aliwaongoza wale waliomkamata Yesu. Pia alikuwa mmoja wetu na alijaliwa kushiriki huduma hii pamoja nasi. Maana katika kitabu cha Zaburi imeandikwa hivi: nyumba yake iwe mahame, wala asipatikane mtu wa kukaa humo. Tena imeandikwa, na eneo na cheo chake apokee mwingine. Basi katika watu waliofuatana nasi wakati wote Bwana Yesu alipokuwa akiingia na kutoka kwetu, yaani tangu ubatizo wa Yohane mpaka siku walipochukuliwa mbinguni kutoka kwetu, naam, mmoja wa hao awe shahidi wa ufufuko wake pamoja na sisi. Wakataja watu 2 wa kwanza, Yosefu aitwaye Barsaba, pia Yusto, na wa pili Matia. Kisha wakasali hivi: ewe Bwana, ujuaye mioyo ya watu wote, umwonyeshe uliyemchagua katika hawa 2 ashike mahali pa huduma hii na utume alipopaacha Yuda, aende mahali pake. Wakawapigia kura, na kura ikamwangukia Matia, hivyo akahesabiwa kuwa pamoja na mitume 11. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura ya 113 mstari wa kwanza na wa pili, 3 na 4, 5 na 6, 7 na 8. Maneno ya kiitikio. Bwana amewaketisha pamoja na wafalme wa watu wake. 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 Enyi watumishi wa Bwana, sifuni, lisifuni jina la Bwana. Jina la Bwana litukuzwe, tangu sasa na hata milele. Bwana amewaketisha pamoja na wafalme wa watu wake. Toka mawio ya jua hata machweo yake, jina la Bwana na lisifiwe. Bwana ni mkuu juu ya mataifa yote, utukufu wa Mungu ni juu ya mbinguni. Bwana amewaketisha
pamoja na wafalme wa watu wake. Ni nani aliye kama Bwana Mungu wetu, aketie juu kabisa, ainamaye atazame chini, mbinguni na duniani. Bwana amewaketisha pamoja na wafalme wa watu wake. Humwinua mnyonge kutoka mavumbini, kutoka jalalani humpandisha masikini. Amketishe pamoja na wakuu, pamoja na wakuu na watu wake. Bwana amewaketisha pamoja na wafalme wa watu wake. Mimi niliwachagua ninyi ili muende kuzaa matunda, na matunda yenu yadumu, asema Bwana. Somo la Injili. Injili Yohane sura ya 15 mstari wa 9 hadi 17. Sio ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako, Ee Bwana. Wakati ule Yesu aliwaambia wafuasi wake, kama Baba alivyonipenda mimi, vile nami nimewapenda ninyi. Dumuni katika pendo langu, mkishika amri zangu, mtadumu katika pendo langu, kama nami nilivyozishika amri za Baba yangu na kudumu katika pendo lake. Hayo nimewaambia, ili furaha yangu iwe ndani yenu na furaha yenu iwe kamili. Hii ndiyo amri yangu, mpendane kama mimi nilivyowapenda. Hakuna upendo kupita upendo wa mtu atoaye nafsi yake kwa ajili ya rafiki zake. Ninyi murafiki zangu mkitenda ninayowaamuru. Siwaiti tena watumishi, kwa sababu mtumishi hajui atendalo bwana wake. Na waita rafiki, kwa kuwa nimewajulisha yote niliyosikia kwa Baba yangu. Sio ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi, kusudi mwende kuzaa matunda, na matunda yenu yadumu, ili Baba awapeni yote muombayo kwa jina langu. Haya na waamuru ninyi, mpendane ninyi kwa ninyi. Injili ya Bwana. Sifa kwako, Kristo.